Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby, tutakuunga moja kwa moja. Kremlin respond to prospect of NATO nuclear capable jets on Russian border. Hili ni jibu ambalo Kremlin wanalijibu baada ya mkutano wa NATO uliofanyika juzi kule Uholanzi, kuwa wanataka hivi sasa kuongeza matumizi ya kijeshi kwa sababu ya tishio. Yaani haya matumizi yote ya kijeshi ya nchi za NATO yanaongezwa kwa sababu ya tishio moja tu ambalo wameambiwa na Marekani kuwa bwana, Urusi ni tishio zaidi kwenu. Sasa wakati hilo tishio lipo, kuna jibu inasema hivi: Kremlin inajibu matarajio ya ndege za nyuklia za NATO kwenye mpaka wa Urusi. Kwenye mpaka wa Urusi, kwenye mpaka wa Urusi kumekuwa na uwepo wa ndege za F-35 nchini Estonia, na Urusi inataka kuchukulia kuwa hilo ni tishio la moja kwa moja. Msemaji wa Urusi Dmitry Peskov amesema. Sasa Urusi inaona nia ya Estonia kuamua kukaribisha ndege za NATO ambazo zina uwezo wa kubeba nyuklia ni kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wake. Peskov alikuwa anazungumza leo na vyombo vya habari. Alikuwa akijibu matamshi ya hivi majuzi yaliyotolewa na waziri wa ulinzi wa Estonia Hanno Pevkur, akikaribisha, yani huyo Hanno akifurahia yani kutumwa kwa vikosi hivyo. Peskov alionya kuwa kuwepo kwa ndege za kivita za F-35 katika eneo la Baltic kutachukuliwa kuwa uchochezi mkubwa. Alishutumu msimamo wa Estonia kama upuuzi, akiongeza kwamba uhusiano na Moscow hauwezi kuwa mbaya zaidi. Pevkur aliviambia vyombo vya habari vya ndani kuwa ndege za F-35A ambazo zina uwezo wa kubeba silaha za nyuklia tayari zilikuwepo Estonia, na hivi karibuni zitarejea tena hapo Estonia, na akaeleza utayari wa nchi hiyo kuhudumia vikosi vya washirika vinavyotumia ndege hizo. Mataifa ya Baltic, Estonia, Latvia na Lithuania wamekuwa mwenyeji wa mizunguko ya wapiganaji wa NATO tangu kujiunga kwa kambi ya kijeshi ya mwaka 2004. Anga yao inashika doria na ndege za washirika kutokana na uwezo mdogo wa ndani. Upanuzi wa mashirika ya NATO kwa muda mrefu umekuwa na hatua kwa hatua mpaka kuelekea mzozo na Urusi, ambayo Urusi inashutumu Magharibi kwa kuvunja uhakikisho baada ya vita baridi. Hii nitakufafanulia kidogo. Nchi za Baltiki, yani unajua nchi za Baltiki zile Estonia, Latvia na Lithuania, hizi nchi zote zilijiunga na NATO mwaka 2004. Sasa kati yake hizi nchi zina mpaka na Urusi. Lithuania pia ina mpaka na Urusi. Hizi ni nchi za NATO. Sasa zenyewe ni nchi ambazo zinayakaribisha mno majeshi ya NATO kufanya mazoezi kwenye ardhi yao. Sasa hii tafsiri yote kwa Urusi kuwa ni tishio. Yani Urusi wanasema hili ni tishio la moja kwa moja kwa uhuru wetu, kwa sababu hata zilipotembelea ndege zile za F-35S ambazo ni za Kimarekani zinapohudumu kama NATO, maana yake zinamaanisha kuwa zinakuja kututisha. Hizi ndege zinaweza zikabeba nyuklia wakati wowote. Kwa hiyo hawa sisi kwetu ni tishio. Kwa hiyo ndio tafsiri unaweza ukaisema kuwa Urusi anasema kuwa hawezi kuvumilia tena. Sasa hatujui atachukua hatua gani. Hawezi kuvumilia tena ndege kuja kucheza kwenye mipaka yake. Maana yake kwa vyovyote Urusi hapa nina mashaka atakuja kuweka nyuklia karibu na eneo hili. Kama sio Belarusi ataweka kawaida yake, au wakati ule walimsumbua sana aliweka Kaliningrad kule karibu na Poland. Atawawekea tu. Kwa sababu tu ni huwa ndio majibu yake, kwa manake si mnataka tuchezeane, nadhani atawawekea hivyo. Sasa hatujui jibu liko vipi. Halafu kuna taarifa moja niliona imeandikwa na RT inasema kuwa India and Russia discuss supply of S-400. Nikakumbuka tukio la Uturuki
la mwaka 2016-17 wakati walichukua mfumo huu wa S-400. Uturuki alikutana na vikwazo vya Marekani baada ya kununua mfumo wa Urusi, kwa sababu Uturuki ni NATO. Kwa hiyo alikutana na vikwazo. Sasa India ambaye ndio mshirika chawa wa Marekani katika ile Global South anataka kupewa mfumo wa Urusi wa S-400. Nataka kuona reaction ya Marekani. Kutakuwa kuna vikwazo kwa India kwa sababu India ndio mshirika muhimu zaidi wa Marekani Global South, kwa sababu India anapakana na China na ndio anatumika zaidi na Marekani kumwangamiza China. Sasa urafiki wa India na Urusi nadhani ulikuwepo kwenye biashara sana baada ya vita. Moja ya wanunuzi wakubwa kabisa mafuta ya Urusi ni India. India ndio amekuwa supplier mkubwa wa mafuta Ulaya. Yaani kabla ya vita ya Urusi na Ukraine, India alikuwa ananunua mafuta kwa Urusi chini ya 2%. Mafuta chini ya 2%. Leo hii makampuni makampuni ya India yananunua mafuta kwa Urusi zaidi ya 40%. Yanachukua mafuta Urusi kwa sababu mafuta tunapata bei rahisi. Nchi za EU kabla ya vita zilikuwa zikichukua mafuta kwa India ni chini ya 1%. Leo hii nchi za EU zinachukua mafuta kwa India zaidi ya 30%, na India hana uzalishaji wa mafuta mkubwa wowote wa kusupply Ulaya. Umeelewa? Yaani hawa Ulaya beniani mbaya kiatu chake dawa. Yaani kuwa mimi sitaki kuja kununua kwako Rahbi, lakini naweza kwenda kununua kwa Juma ambaye amenunua kwa Rahbi. Sio, umeelewa hicho kichekesho? Hawanunui gesi ya Urusi, hawanunui mafuta ya Urusi, lakini wanaweza kununua mafuta ya India, wanaweza kununua gesi ya India ambayo India hana gesi, ambayo India anaichukua Urusi. Kwa hiyo wao wananunua kwao. Kuna siku nilikuwa namwangalia waziri wa ulinzi, walikuwa waziri wa mambo ya nje wa Poland, Slovakia. Ngoja nimkumbuke. No, hakuwa Slovakia. Nimekumbuka, alikuwa ni wa Hungary. Anaitwa Peter Zijato. Yes, Peter Zijato. Kama wewe ni mfuatiliaji wa mitandao sana ya kijamii, utamuona kuwa moja ya mawaziri wanaokosoa sana sera ya magharibi kuelekea NATO ni Peter Zijato. Yaani ukimfuatilia sana huwa amekuwa akitoa speech zinazoingia kichwani. Mimi moja ni shabiki mkubwa sana. Licha ya kuwa Hungary na yenyewe huwa ina vitu vyake inavyovijua yenyewe. Waziri mkuu wake Viktor Orban unamjua. Moja wa mawaziri hovyo wasiozingatia sheria wakati mwingine. Yeye aligoma kuiwekea Urusi vikwazo toka vita imeanza, waziri mkuu wa Hungary, na amekuwa akigombana na EU kwa sababu ya Urusi. Wanaitwa kama ni macho, wanasema ni macho na masikio ya Urusi ndani ya EU, yeye na waziri mkuu wa Slovakia. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahbi papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahbi. Tutakuunga moja kwa moja.